Hapo halali ni mtoto wa Zuchu. Yupi ni mtoto halali wa Diamond Platnumz? Wote ni watoto halali, lakini kumekuwa kuna mjadala mkubwa sana ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ni yupi ambaye anafaa kuwa mtoto halali wa Diamond Platnumz. Moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kizungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kukumbusha kusubscribe, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii as a Bongo Touch. I go by the name JS. Na tunafahamu Diamond ana watoto, ana mtoto na Hamisa, ana mtoto na Tanasha, ana watoto na Zari. Niambie kidini hii imekaaje, kwa sababu tunaambiwa Zuchu kafunga ndoa na Diamond Platnumz. Hayo inaeleweka, kila mtu anafahamu Uislamu sheria yake. Hapo halali ni mtoto wa Zuchu, ila kutokana jinsi ilivyo na sisi tunavyoenda watoto wote ni halali kwake mwenyewe kwa kiserikali. Kwa hiyo sababu uamuzi tu wa mzee mwenyewe katika ugawaji wa mali atatanguliza, kwa sababu ana mali nyingi, haina haja kwa vurugu wala nini, kwa sababu wote ni watoto wake, familia inawafahamu. Mwenyewe atajua tu afanye nini kabla mwenyewe umauti hujamkuta. Hata apangia kila mtu riziki yake na chake, hawezi, kwa sababu ana mali nyingi vya kutosha, hawezi wengine wapate wengine akakosa, kwa sababu mwenyewe paka mwenyewe anawatembelea, anawafahamu, familia inawajua. Basi malengo na kitu ambacho natoa wazo na ushauri, awaikie tu mapema kila mtoto na kitu chake na wakati wake. Katika uhalali wa ndoa, Zuchu ndio automatically number 1. Okay. Yeah. Kwa mfano watu wakisema wanafuata dini, yeah. Zuchu ana cheti cha ndoa, si ndio? Yeah. Na tukisema hata kwenye migawanyo ya mali mara nyingi mtu anayetakiwa kupewa kipaumbele ni yule aliyefunga ndoa. Ndio. Hiyo ni automatic inajulikana. Hiyo inajulikana, lakini kwa sisi kama sisi tunavyojua, yani hivyo kama unavyoongea ni halali kabisa, ni hivyo inajulikana Zuchu. Lakini yale ni halali, watoto wake akatoa nguvu zake na akashirika mwenyewe kawalea, ni wote ni watoto wake kusema kweli. Kikubwa tu afanye tu mipangilio, kwa sababu ana mali nyingi. Basi ataambia tu bwana hivi, bwana hivi, mapema kila mtu amwachie chake, kwa atoe mlolongo akisema mtu akadondoka bwana, kila mtu magesi sasa tukawii bwana, kila mtu afena chake, yani alokufa nikaacha, lakini hata kila mtu afena chake. Kwa yule pale mimi itakuwa ifikia hapo, kwa sababu mwenyewe anajitambua, anajielewa, mjanja, mtoto wa mjini, hawezi akaacha paka itokee kompena aina hiyo. Itakuwa mama ana chake, watoto hawezi akakosa, kwa sababu ana mali nyingi na watoto sio wengi. Sasa sijui atafika hata 10 akiwa bado atakuwa ana uwezo kusema kweli. Hasa hii ni moja kati ya story kubwa sana kutokana na kile ambacho kimekuwa kizungumzwa kwamba nani anastahili kuwa mtoto halali. Tunafahamu mtoto halali ni yule ambaye anapatikana akiwa ndani ya ndoa kidini, lakini ingawa watoto wote ni halali. Kwa hiyo labda tu inakuja kuwa changamoto kwenye namna ya ugawaji mali na vitu kama hivyo. So ni moja kati ya kitu ambacho kila mmoja huwa na maoni yake, ndio maana nikatamani zaidi niwaachie hapo, niambie na nyinyi maoni yenu ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa kizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mtoto halali wa Diamond Platnumz ni huyu ambaye kampata na Zuchu kwa sababu yeye na Zuchu tayari wameshafunga ndoa, au wote ni watoto halali, lakini tofauti ni kwamba mmoja kampata akiwa ndani ya ndoa, lakini wengine kawapata akiwa hajafunga ndoa. Kidini ni kweli huyu ndio mtoto halali, lakini pia kikawaida bwana, kilimwengu wote ni watoto halali kwa maoni yangu mimi. Sijui wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho watu wengi wamekuwa kizungumza kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond Platnumz na Zuchu, lakini pia namna ambavyo umeona Diamond Platnumz ameweza kuweka kile ambacho kinafanya huyu mtoto aendelee kuzungumzwa sana. Hapa tu ni namna ambavyo wasanii, watu maarufu, viongozi mbalimbali wameweza kujitokeza na kwenda kuweza kumpa pongezi Zuchu kwa kile ambacho ameweza kukifanya. So ni moja kati ya jambo kubwa sana ambalo limeweza kufanyika nchini Tanzania na linazungumzwa sana. Kuna baadhi ya watu wanalizungumza sana kwa sababu tu ni jambo ambalo linafanyika nchini Tanzania. Mimi binafsi naweza nikasema kwamba ni kitu ambacho anapaswa kupongezwa Diamond Platnumz, kwa sababu hakuna mwanamke wa Diamond Platnumz amewahi kufanyiwa haya ambayo anafanyiwa Zuchu. Mimi sijawahi kuona. Tuliona Zari akipata watoto kadhaa, tulimuona Tanasha, tulimuona Hamisa, lakini kwa hili ambalo amefanyiwa Zuchu, mimi nafikiri Zuchu ni wa pekee sana, ndio maana ikaja mjadala wa kwamba yupi ni mtoto halali. Kwa hiyo acha tumweke hapo mtoto wa Zuchu. Lakini pia una nafasi ya kuniambia kupitia sehemu ya comment maoni yako ni yapi. Nikukumbushe kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter
as a Bongo Tyler. Kama kutokuwa mpaka umesema umeweka ubini wangu, basi hata ushajua umuhimu wangu. Kikubwa hapa mimi nitaangalia au kama itatokea kwa sababu yule binadamu mimi hawezi wakanitolea nje kama mwenyewe nikiamua kwenda, basi wanipokee tu kitu cha kawaida. Na mimi kusema kweli, kama mimi yani jisilivyo kunitenga kwa vitu vingine, ndio hata nikikasirika sasa nitamkasirikia nani, lakini ilikuwa sio. Hata kama sio baba mzazi ana umuhimu vile vile, itakiwa niipe heshima nini, lakini inakuwa haina lazima. Kuna vitu vingine mpaka vinatokea na viona kwenye simu havina lazima. Sasa usiforce, unaweza ukaenda ukaforce ikaja katokea tofauti nyingine, ukaambia na yule kashikilia kweli, yule babu ushaambiwa hivi anashikilia tu. Sasa kuna vitu vingine kama Mwenyezi Mungu anakutenga, unaacha basi, unaviacha kwa sababu maisha yanaendelea na kila mtu anajua. Bado nimefurahishiwa, lakini kuna vingine kidogo kwa wenyewe sometimes kikao na nikumbuka. Kwa ufupi mimi mwenyewe ninajisikiaga tofauti kwa sababu kama hii iliyotokea hii sijaiona. Kila mtu babani vipi bwana utaenda, kila mtu yani sasa mimi siji feel right, unaona sometimes najua kule ameninyima haki yangu, lakini mimi najikaza na sababu ilipita ya mwanzo ya kuzungumza somo langu hii kitu ambacho simbo cha mjukuu tu. Nitaenda wanangu, taniona tumsikonda na tuko pamoja, lazima utanishtua. Taenda, taasiliana nao, taenda, sio mbaya. Lakini ni tubaki hata kwenye baba mlezi basi. Ndio tutabaki kwenye baba mlezi. Hata baba mlezi kuitwa kwa mjukuu mlezi. Tatizo unakuwa supporter ndogo kwangu na mimi mwenyewe mwelekeo mdogo, sina kitu, nimechoka. Umeona, ningekuwa na kitu ambacho cha kufikiriwa na uwezo gani, niko katika level gani, kipato gani, ningekuwa na mimi kidogo hata tembo mtoto ungeniweka katika wakati fulani. Lakini sasa mimi mwenyewe choka mbaya nini, ushanitia kwenye kibi, basi nikae labda itokee tu nikumbuke kile mentally basi, lakini sio hivyo anitolee macho kwa sababu kila kitu anachokihitaji. Sasa mimi na umuhimu gani itokee na wakati nyosha nitolea nje. Kuna kitu umekizungumza hapa Mzee Abduli, kwamba kwa wewe binafsi na moyo wako kwamba una uwezo wa kuamua basi niende tu litakalotokea na liwe. Naweza kama nikipata nafasi, naweza, na siwezi kwenda bila ridhaa kwa sababu nitawasiliana nao wote kwa sababu namba zao ninazo. Nitawaomba wakaniambia tia timu na kuja. Unaweza ukaenda kule tatizo wakakufungia mlango usiingie. Unajua heshima wanakuwa washakuvunjia tayari. Au unaweza kafichwa mtu akaambiwa hawapo, umetoka kukaribisha lakini akakwambia mtu huyu hayupo. Unadhani utajisikia vipi unajua? Lakini sasa kwa sababu namba zote ninazo za watu wawili, nitaanza nao kuwasiliana nao. Wakaniambia bwana njoo tatia timu, wakaniambia sio basi haina. Ila kikubwa mimi nasemaga tu siku zote kama utakuja kunifukuza kwenye msiba tu, sababu msiba waambiwi mtu ujue. Yeyote unatia timu tu. Ikitokea kwao au kwangu huru, ikitokea kwao basi itabidi mimi niko huru tu. Lazima niingize timu. Lakini kuna vitu vingine lazima niende kwa ratiba yao, siwezi nikaforce. Kwa hiyo yani kibinafsi kama ukitaka kwenda lazima niwasiliane nao. Siwezi, unaweza ukaenda lakini kama hivi sasa umekuja umemfungia ndani hapo. Afu umenikaribisha umekuja hataki nione naye. Afu mimi nimeenda tu bila kumuona, itakuwa imesaidia nini? Itakuwa kama michoro fulani. Sasa usiforce kitu ambacho hakiwezekani, lakini kitu kilitakiwa kiwezekane, nipate heshima kama mlezi baba. Nikamwone mjukuu, afu vile umeingiza na ubini wangu, ikiwa muhimu ningetia hata dua tu. Sasa kukumbukwa bado, basi usipende kuforce vitu vingine. Kwa sababu kuna kitu hapo umekizungumza, mimi pia nakiona kina maana sana kwamba basi kutumia ubini wa Mzee Nasibu Abduli ilikuwa inatosha kumwalika basi aje anayatie dua, sio? Heshima yangu